machache. Mtakatifu, kimbilio la vizazi vyote, tegemeo na msaada yetu, niwe Papa wa mbinguni na Yesu Kristo. Mfalme wa amani, tazama wana na binti zako wamekuwa mahali hapa ili kutimiza ile ambayo maandiko matakatifu yanasema tusikose kukusanyika kama vile ilikuwa desturi ya wazee wetu wa zamani. Mfalme wa amani, ndio maana tunakutana tena hii asubuhi ili uwepo wako uweze kuwa miongoni mwetu, mwanzo hadi mwisho wa ibada yetu. Tuone mwenyewe ukituzungukia, tuone mwenyewe ukishushia na upako au sio Seigneur, kama ndio inaleta difference. Acha uvuvio wako kwa miongoni mwetu, acha watakatifu wako waweze kupokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Acha watakatifu wako waweze kuimbia, waweze kushangilia, waweze kukutukuza, waweze kukusifu kama kuna maajabu ambayo unatendea dunia kabisa. Mfalme wa amani, wewe kimbilio la vizazi vyote, wewe tegemeo yetu, wewe ngombe yetu, Bwana wote ambao tukimbilia kwa kupata haya kamwe. Ndio maana tunakuja tena hii asubuhi hizi tulivyo na mizigo yetu yote tuweze kupumzisha. Papa mfalme wa amani, bariki ndugu, bariki marafiki, bariki watakatifu wako wote kwa vyote ambao waliacha ili wakuje kukutanana hapa. Mfalme wa amani, tunaomba baraka yako iweze kubariki maradufu, ile mubaraka ya wazaliwa wa kwanza iweze kukua na kila mmoja wetu. Mfalme wa amani, acha furaha ya wokovu yetu kurudishia tena Bwana. Daudi alipokuwa na dhambi alikulilia ukamjia tena msaada. Kwa nini sisi leo mfalme wa amani, jia ndugu yangu msaada, jia dada yangu msaada, nami pia vile vile siwezi isipokuwa wewe. Ndio maana nakuja kwa kusumilisho na mizigo yetu yote tunaileta kwako. Pekee la sarufu kupumzika. Shuka sasa miongoni yako Bwana. Zungumza nasi kupitia wimbo, zungumza nasi kupitia mahubiri, zungumza nasi kupitia maombi ya watakatifu. Kuna mmoja asipokea kulingana na kiasi cha imani ambayo anakuletea Bwana. Mfalme wa amani, tunakuja kwa kusumilisha kwa kiongozi wa ibada yetu mwanzo hadi mwisho. Watakatifu wako wote siku tunaomba wale ambao wapate ile nafasi ya kukusanyika wajie msaada Bwana. Kwa kuwa Mungu ambao una rehema, Mungu anajaa upendo na furaha. Acha watakatifu yako kufurahia furaha yako tena hii asubuhi. Asante Bwana kwa kupatia mjumbe na ujumbe. Sasa tunaomba utupatie ile fidelity, kwa uaminifu kwa kila ambao unataka kupatia mfalme wa amani. Shuka uzungumze nasi mwanzo hadi mwisho wa ibada yetu, sisi tufungura kuelewa kwetu kwa kiroho ili tukatoka hapa tuweze kuzungumza kama wale wana wa mausi. Bwana mfalme wa amani, kwa kiongozi wetu katika mambo yote tafanyika hapa, fanyike chini ya damu, fanyike chini ya neno lako, fanyike katika jina lako Yesu Kristo. Mfalme wa amani, tunafukuza madistraction zote, matentation yote, mapase ya mambo ya kunyumba, tunaikemea sipate nafasi miongoni mwetu Bwana. Acha mwenyewe uweze kumiminika sasa miongoni mwetu kama vile ulifanya na watakatifu wako wote katika vizazi. Uonekanie nasi asubuhi kwa kuwa tunahitaji tukuguse Bwana. Tunahitaji tukuone. Tunahitaji Bwana mubaraka yako, uponyaji wako mtakatifu ufanye kazi kwa kuwa uko Mungu ambaye kunatimiza Hebreo 13:8. Uonekanie tena mara moja kwa kuwa tunaomba haya machache mjina la mkombozi la Bwana na mtakatifu wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Ele Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ndio. Tutakuwa na muda mzuri tena kukutanana kama vile nitangulia kusema. Sasa tutapita katika kipindi cha kumsifu Mungu wetu katika mwimbo. Je, Mungu tayari? Ndio. Mungu amebariki sana. Naona ndugu alichelewa kidogo kasema no 5 minutes. Haikumbuki. Okay. Mon sauveur souffre sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens les louer avec toi, oh victoire à l'agneau, oh oui l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu, oh oui.
Amina. Amen. Mungu wetu anapenda watu wa kumchezea. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bandugu yetu waliweza kukompozele mwimbo ya wokovu na ningiaka sana numero 44. Sasa mara mingi inanishindaka mimi nashindwa kuimba anza kutafuna majojo. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Ndugu Branham alikwambia secret ya louange, anasema juu anachushaka nini? Roho Mtakatifu. Amen. Sasa wewe kama utasifu pamoja nasi, unaweza kusifu Mungu kupiga mikono kwa kumchezea kwa kumpigia. Yote ni mzuri sana. Haleluya. Branham anasema Saint Esprit kishashuka mambo yote na kuwaka nini? Sambamba. Sambamba. Kanisa inakuwa tayari kupokea nini?
wokovu. Amen. Tayari kupokea nini? Uponyaji. Mambo yote yanakuwa ni tic-tac. Ndio. Vitu vishakuwa tu bien préparé. Tuombe Mungu wetu ili akubariki sadaka ya 10 ambayo watoto wake wametolea. Haleluya. Kimbilio la vizazi vyote, tegemea na msaada yetu ni wewe Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Jina lako ni Yesu Kristo Papa. Tazama wana na binti zako wamekuletea sadaka na vya 10. Haleluya. Ile ya kukupendeza sasa ni mioyo yetu ndio tunakuletea tena ya asubuhi uweze kuikubali. Tumetoka kuchezea, kuimbia, kupigia mikono kuonesha kwamba mara ngapi unastahili pekee kwa kupokea hayo mambo. Haleluya. Kuna mwanadamu ambao anastahili kupokea wokovu, wanastahili kupokea utukufu ni wewe mwenyewe ambao unastahili Bwana. Ndio. Umetukomboa, umepatia vyote ambavyo tunavyo leo kwa ajili ya kazi ya kukalvari, ndio maana tuko kurudishia tena vile vyote ambavyo tupatie Papa. Bariki ndugu jamaa na marafiki watakatifu wako wote ambao wamekusanyika hii asubuhi. Tujie msaada mwanzo hadi mwisho wa ibada yetu. Na kualika mwenyewe kwa kiongozi katika mambo yote tafanyika hapa chini ya neno katika uongozi wa damu. Jina lako Yesu Kristo tunakuomba Papa wetu wa mbingu. Tushughulikie tena mara moja kama vile ulifanyia watakatifu wako. Fanyie tena kama vile ulifanya na ndugu Branham. Haleluya. Kama vile ulifanya na Paulo, Irene, Kolomba leo uko Mungu ule ambao uko naishi ndani yetu kwa umbo ya Roho Mtakatifu. Acha sasa Roho Mtakatifu iweze kumiminika, iweze kuonekana. Mjumbe wa kizazi ametuonesha kwamba Kolombe ndani yake ile mafuta ndio yanatoka ili iweze kusukula manyoya yake. Haleluya. Acha hii mafuta iko ndani yetu iweze kuonekana, itasukule makosa yetu. Tupatie kila mmoja wetu mahitaji ya roho zake. Amen. Tunakualika wewe mwenyewe kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Jina lako Yesu Kristo nakuomba hivi kama utatutendea. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Amina. Mungu abariki sana. Amina. So tunakuwa na muda mzuri tena kusikiliza sauti ya Mungu. Ndio. Constance. Haleluya. Ndio. Jumapili iliyopita tulikuwa na ile somo letu ambayo inaitwa kuingiana kwa vizazi. Tunaenda mparti yake ya pili ambayo inaitwa nini? Unyakuzi. Yaani enlèvement. Tukaona ya kwamba kama enlèvement sio vile kisi walikuwa wanatufundisha. Panakuwa miaka ya mingi sana walikuwa wanatufundisha enlèvement kama hizi mili nazo zinaenda mu enlèvement. Na Biblia nama anasema kwamba enlèvement ni nini? Ni revelation. Ni ufunuo. Yaani unyakuo ni nini? Ni ufunuo. Amen. Amen. Anasema mtu wenyewe hana ufunuo, maana iko na nini? Na roho ya nini? Ya mpinga Kristo, iko na roho ya shetani. Ndio. Juu pale kwenye ufunuo iko ndio kwenye Roho Mtakatifu anashuka. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Ndugu Branham akatuonesha ya kwamba un certain moment piko bombe ambayo ilishakuwa prepare, inaitwa jina yake ni Sputnik bomb. Ndio. Nasema ile Sputnik bomb ni moja ambayo inaweza kupigwa inarudisha watu wote manyumba. Sasa tukisema manyumba tusiwaze kama ni manyumba kama hizi. Wala ile maserikali ile wanatiaga mbantu, hapana. Sio manyumba za vile. Watu sema sasa kumbingu kule piko manyumba hazikuwaki yeko za vile. Amen. Amina. Manyumba zilizo kumbingu tunaamini sisi bote kupitia mjumbe wa kizazi akifundisha ya kwamba Mungu anaenda kutuandalia nini? Makao. Ile makao ndio kutuandalia, sio manyumba sasa kunapiga mabriki kuna jenga maetage wala kibuilding kyako mwe. Frère Branham anatuonyesha kama ni makorte ufani. Amina. Ni mamili zetu za kitofani. Ndio. Akitofania. Mungu akwenda kujenga, anaenda kuandaa. Amen. Piko tofauti entre kujenga na kuprepare. Maana zilishaka kuwa kwa zamani. Ndio. Beko na iprepare sasa kusudi kila mtu akuwa na recevoir kwa wakati wake. Amen. Amina. Kwa maana na Biblia namo nasema ya kwamba Abrahamu hii asubuhi tuko nasema yuko mwa ile nyumba yake. Amen. Je, mnaamini vile? Amina. Biblia namo nasema. Ndio. Sasa Abrahamu alivoyage miaka na miaka. Anakataka kujenga. Unaishi tu mkibanda. Mutant. Mwambie jua nini ya kujenga sasa? Hapana, nilikuwa tafuta mji ambao mjengaji ni Bwana Yesu. Baada ya kukufa anamtia mtuburi, na Biblia namo nasema Abrahamu yuko mwa ile nyumba sasa. Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio nyumba zile nyetu kwa tafuta kurudia. Ndio. Tushasema kurudia kunyuma, tukurudia mwili ya kutofania. Amen. Ile ni form nyingine tena ya enlèvement. Hapana ile nyumba natuhubiria kwa miaka yote asemea atakuja na piga barabambu, sote tunaenda. Ile inaweza kukua mwa hiyo namna jujo vile wanafundisha wale sikuwe vile. Jua nini? Tuko na enlèvement tatu zile zishakafanyika. Ndio. Je, mnaamini vile? Amina. Enlèvement ya kwanza ilifanyika na Elia. Ndio. Kumlima wa nini? Carmel. Enlèvement ya pili kafanyika na nani? Na Yesu Kristo. Ku montagne ya transfiguration. Amen. Amina. Ya tatu nafanyika ku Mont Sion. Ndio. Na Eli tena wa kizazi hiki. Amina. Ni kweli kabisa. Tutamsoma na Biblia ndio kinywa kile ruhusiwa. Amen. Hapa si hatuna Biblia vya kuhubiri, sio Biblia na Biblia tuletea. Amen.
Enoki wakati alikuwa aleve. Hakuna parapanda because buu Enoki panda sasa pana. Biblia inatuonyesha kama Enoki alikuwa aleve ni par la foi. Amen. Kugari ya moshi. Ikabubeba ndani akatoka. Ndio. Ile nayo ni namna ya nini ya mais asubuhi watu wote wako nafundisha enlèvement mfaso moya tu. Mimi na Biblia naona anasema iko na faso za mingi. Ile Sputnik bomb inapiga kama ni barasha. Barasha ndio biko nayo. Ndio vile nabii anasema. Ndio. Aseme muweze kuangalia nini Russia ni mkono ya Mungu ambayo ni mkono ya shetani ambayo Mungu anatafuta kuitilize juu ya kurudisha hii dunia mu misingi yake. Ndio sababu biko na ile bombe moya ya kupiga pana mbili frère. Moya tu bu. Dunia yote inarudia kumisingi yake. Sasa wewe uko kwa dunia. Ikisharudia kumisingi maana yake hizi mili zinaenda mbudongo. Ule mtu wa ndani sasa anaenda kutanana na teofania yake. Nabii anasema nao nyingine ya levema. Amen. Beni ya kisiri kwa bibi harusi sio ya watu wote. Amen. Sio ya watu wote. Ndio. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Yejevu benise. Amen. Hata tusome pale Jumapili tunaweza kusema sasa bandugu wenyewe tukua pamoja tusibaje. Ndio. Hatuangu vya kuachana, kuna vya kuimani. Tusome un seul conflit. Aseme sauti ambayo ina nini? Yenye isikiliki mzuri. Un seul conflit. De 1961 paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Maintenant ainsi donc, qu'arrive-t-il si la nation ne joigne pas de sécurité? Parce hapa sasa itakuwa namna gani kama taifa ifanye nini usalama? Itakuwa namna gani? Ni mvurugo, ni vita si vita. Kila taifa yote inapaswa kuwa na nini na usalama wao. Na walinda usalama ni wasoda, wa polisi wanafanya. Kama habana yuko batabakamata mateka. Ifo pakwa watu wa kulinda nini? Usalama. Qu'arrive-t-il si la Russie lance un Sputnik ou une bombe ou je ne sais pas comment on appelle ces missiles? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, amen. Sasa bitakuwa namna gani kama vile ile Russia inapiga ile bombe Sputnik? Unasikia jina hiyo bombe? Amen. Sasa jina ya bombe nani shakwambia jina? Nabii ndio aliona. Aliviona anasema mpaka na jina yake. Ndio. Leo watu wako na nisi mamalezi nuclear. Shavuza kwa ile tu yeye anapigana tu na mamalezi nuclear hana nguvu ile ni kuonesha kama maliza watu hizi mimi ziko naangamia. Mimi ule wa ndani ule uko nato. Jua shakuwa na kitu kyake. Iko na ile visa, iko na draw ya ile mji. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amina. Vile yenye Frère Branham iko nasema c'est enfin qu'il tombe nous serons tous partis. Watu pale wanasema kama ni vile maana tushakutoka. Bo wanaanza kutoka sasa na mili, fanya baseme kama ni ndani, ni mtu wa ndani sio unatoka. Ndio. Amen. Tuko pamoja. Ndio. Nataka muelewe hapa mzuri sana. Avant que ile bombe ilie, kitakuwa zaidi tushakutoka. Je frère wao ushakutoka wala uyatoka? Ishatoka. Amen. Amina. Mimi tuko nakula pamoja. Ndio. Tunakusanyika tena, mimi tushakutoka. Tushatoka. Nasema ushakutoka na mngani mnaanza tushakutoka frère. Kitambo. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Avant que garika ifange kudunia. Ndio kwa tayari mnini msafiri? Ni mambo ya kiroho sasa. Ndio. Avant que Sodoma na Gomora iweze kuchoma. Luta alikuwa kutoka. Amen. Amina. Avant que mapigo yaanze kupiga kudunia. Bibi harusi wa Kristo alishatoka. Na Biblia ndio anasema kama hii makorona, hii magonjwa yote kunafanyika hapa sasa ni mapigo yuko napiga nini dunia. Hii vita ilishaanza kurasha kule. Ni tuwaze mgeni mmoja ni mapigo. Je, kurasha hakuna bibi harusi? Ipo. Alisha kutoka zamani? Amina. Tu anasema bibi harusi haita kuonja nini mapigo? Ndio. Sasa watu wako wanatafuta kutoka batoke na hizi mili baina nazo. Na hazitarizi. Wewe unatoka yule mtu wa ndani. Amen. Na natoka saa gani wakati yuko na ile visa? Haleluya. Anakuwa na ile certitude kama mji ni yake. Ndio. Kwa hiyo natoka tayari. Amen. Amen. Amina. Yenye nabaki sasa ni ile bombe fanya accomplir mambo. Amina. Jua nini nabii anasema nini mserelever du soleil. Ase avant que Mungu aweze kuaccomplir kitu, anaweza kwanza kunini kukireveler. Anakionesha kwanza nikifunua kwanza. Amen. Vile kisi kitaponja na nini accomplissement. Ndio. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tuko pamoja. Ndio. Ase avant que Mungu aweze kutimiza kitu kyake anakifunuaka kwa kwanza.
Mungu amebariki sana. Amen. Je continue. Mwache nabii mwenyewe aseme, tuseme tutamaliza muda unaofaa. Je pense donc que c'est ce que la Bible enseigne. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Lot, à l'époque de Noé, avant que le jugement frappe la terre, Noé était dans l'arche avant même que la pluie tombe. Amen. Amen. Asa ndio vile Yesu alisema na Biblia inafundisha. Ndio. Avant kabla ya nini mvula iweze kupiga, garika. Ndio. Jugement ya Mungu kwa dunia, Noa alikuwa mnini msafiri? Msafina. Je, jugement tuanza kuyaiona? Iko. Simshaanza kuiona? Ndio. Sasa wewe kama uyakuwa msafiri uko unachunga safina nyingine ya ndeoro ya ingi tu kuwemo, maana usha kunini? Potea wala usha kubakia. Ndio. Usha kubakia ndugu. Amen. Tushaona majijima yenyewe ziko nafanyika kwa dunia. Sema jijima ndio jijima ile kwa watu wako nakufa biko ba innocent. Watu wanakufa na makorona. Ile ni mapigo. Ndio. Nisikia huko ndugu mmoja anaweza kusema sema muamini mjumbe ya hii ujumbe tunaamini hata kufa na corona. Akasema ndio ni imani ya nguvu. Kama angebeba mkiro ni kwa 100%. Mimi kama ni vya kimwili tu hii mwili ndio inakufa. Amen. 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 Wewe tunaachana sasa na habari mengine. Yeye anakufa mwili na roho. Na roho. Juu ya nini haiko msafina? Ndio. Haiko mjumbe. Ana Roho Mtakatifu. Amini ufunuo wa mihuri 7. Amina. Qu'Dieu bénisse. Amen. Na Biblia anasema c'est avant que jugement iweze kufrapper la terre, Noé alikuwa mnini? Muache. Avant que Sodoma iweze kulungula, Lot alikuwa kutoka. Tunaona leo majijima ziko napiga nini? Dunia mapigo ziko napiga dunia. Kama wao yatoka au yakuwa msafiri au yakuwa mjumbe au yakuwa na Saint Esprit uko nachunga akuye na mabawa. Ndio unakuwa na Saint Esprit. Utachunga kuna zeeko na uta na mavi tunakuzika na utaonaka wapita. Nzuri sana. Branham anasema sasa siku mtamwona tena Yesu wa misumbari sehemu. Maana yake ni kizimungala kabisa. Hata kuwaka tena mwa ile umbo. Hapana. Aliingia mwa ile umbo kwa kutukomboa na kazi ya ukombozi iko perfect. Amen. Iko nakamilika wakati tuko na dura ya kurudi mnini mudongo yeye. Ndio. Tuko na dura ya kuabudu. Wakati tuko na kile kitabu cha mihuri 7 ukombozi iko nini? Perfect. Amen. Mungu amibariki sana. Amen. 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 Branham dit ceci. Noé était dans l'arche avant que même la pluie tombe. Certainement il était hors du danger. C'est kwa uhakika alikuwa nje ya nini ya ile danger. Et l'ange a dit, Lot, hâte-toi d'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti d'ici. Amen. Na malaika akamwambia Lot, fanya haraka utoke ili usiweze kupiga hii nini? Hii mji kabla wewe hujatoka. Na Biblia nayo inatuletea ujumbe wa kutoka. Ndio. Anatuambia tutoke twende wapi sasa mkizazi cha bibi harusi? Twende msafina. Twende muujumbe. Ndio. Kusudi nini mapigo ianze kutoka. Amen. Lakini bibi harusi hata onja nini danger. Bibi harusi hata onja mapigo hapana. Amen. Amina. Ndiye vous bénisse. Bila kusalika tunasema ufunuo ni mambo ya kiroho. Na ni nini unyakuo ni mambo ya nini? Ya kiroho. Na ni ufunuo. Amina. Mfano ulio hai ni kusema wakati wote uko na visa frere ya kwenda mwa ile mji, hakuna mtu anaweza kukatalia kusiingie tena. Hakuna. Bali ushakuwa mwenye ule mji. Allah. Amen. Amina. Kweli kabisa. Ndiye vous bénisse. Amen. Acha nipatie mfano ulio hai tena. Mimi niko kumalawisha roho yangu iko huko. Baite watu kuyua ni sana basi baite mimi kuna yule mke wangu kule siku watu mitendaka nini kwa? Muone. Musrani na ananipatia visa. Ile certitude tu ya kujua kule piko mke wangu. Sasa mara ngapi nishakuwa na visa sasa? Lakini kuna tembea mu Malawi mimi niko nini? Uko tayari Musrani. Amina. Sasa vrai. Que Dieu vous bénisse. Amina. Tuko na kusanyika hapa mu rich land mimi nishakuwa na nini? Tuko kumbingu. Tuko mbingu. Amen. Frère Branham anasema sasa hii asubuhi tu tunakutanana dans les lieux célestes. Amen. Sasa tunajirassembler dans les lieux célestes ndani ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Hata hivi sisi tunakusanyika mwa hii world. Tunakusanyika nini mnafasi yetu ya kumbingu. Pamoja na Bwana Yesu. Haleluya. Kama unakuja kusanyika murichi leo maana uko tofauti na visi tunakusanyika. Amina. Sasa unapaswa kuwa na certitude na hiyo nafasi tunakusanyika uko katika nafasi yako ya kumbingu. Amen. Amen. Ndio vile nabii anasema anapokuwa anafanya kitu Mungu kisa anakiako ndio. Kama wewe hauko mabale wenyewe na Biblia na malizaka kuona kumbingu hata mu accomplissement hautaingiaka. Ça c'est vrai.
Amen. Amina. Frère Branham un certain jour matin. Yuko mkitanda tu yuko na medite juu ya maisha yake. Sauti namwambia. Branham atafuta kuona mbinguni. Ndio. Nani anaweza kataa kuona mbingu frère? Ni tayari. Alirépondre par yes. Branham anaenda kumbingu kuvisit. Visitation du ciel. Na Biblia ambayo tuliamini frère. Anatembelea kumbingu. Branham yuko kumbingu kule anaangalia chini anaona mwingine Branham yuko kitanda analala. Sema biko je Branham wawili sina wakati peke. Mungu akubariki. Amina. Wewe pale uko wawili. Ndio. Biko huyu wewe kikudonge ndiki iko na bakia pale. Na wewe ule wa ndani ndio iko naenda. Amen. Branham kule kumbingu aliona mwingine Branham kukitanda ndio analala. Ndio hii mwili ambayo iko narudia wapi mkudongo? Mungu na Branham wa ndani ndio alikuwa kumbingu. Haleluya. Branham anasema kama alipoona sisi wote kule. Ndio. Je, mnaamini vile? Amina. Frère Branham dit que je vous ai tous vus là-bas. Amen. Kama utakatala bila kuleba. Ushajitosha wewe peke na hatutaweza kukuingiza. Wewe ushajitosha. Ndio. Mimi na Biblia Branham anasema alituona sisi wote. Sio wote. Ndio banani baamini ujumbe ya mjumbe. Amen. 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 Juu kila mjumbe alikuwa na watu yake. Alituona sisi wote. Ndio. Amen. Amen. Meki ya majabu watu wako najitosha bo wenyewe leo. Wako najitosha bo peke. Basi habiwezekani. Mie nipo kudunia na nipo kumbingu. Sasa uko uje. Nataka kumulimite Mungu. Mpagano. Asema habiwezekani. Sasa kama Yesu ndio Mungu, maana wakati alikuwa kudunia aliacha enzi na nani? Sio mko sawa sawa na Mkatolika. Mko sawa sawa na mtemo kuna jilimite. Mzuri sana. Frère Branham kumbingu na iko kudunia. Amina. Kudunia. Amen. 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 Amina. Angalia kimvuli kyako. Unataka kimvuli pale? Angalia. Si ndio ule tena kule. Ndio. Sasa nashangaa hata kushituka. Ndio vile sisi binakuwa. Sikia malaika wetu wanasema sasa mtoke mapigo yote haitapiga kwa dunia na kabla tu ya nini? Hatuyatoka. Ndio kwa maana ilifali afunue kwanza envelope yake mihuri saba kusudi tutoke. Twende mkizazi cha Biblia, twende munini msafina yetu. Ndio. Ili tusionje nini mapigo. Na kama wewe uingia msafina hatuta kuingiza hemo. Amen. Amina. Kama wewe haukuwa mabali benye Branham alionaka hatuta kuingiza hemo. Ndio. Amen. Amina. Et Dieu vous bénisse. Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci. Dans ce lever du soleil, wale kuchomoza kwa jua. C'est le lever du soleil de 1966, paragraphe 315. Frère Branham dit ceci. Maintenant, considérez la transfiguration. Nous étions tous représentés là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina, amina. Ase sasa chunguzeni ile kugeuzwa. Mageuzo. Ile mageuze. Kumulima wa nini wa kumageuzo. Ndio. Wakati Yesu alikuwa pale na Musa na nani na Elia. Frère Branham anasema kama sisi wote tulikuwa represented pa. Amen. Tulikuwa si wote pale. Ndio. Sasa kama wewe mwenyewe unajitosha, vyako bila hata na kukuingiza dusha kujitosha wewe peke. Ndio. Mais Frère Branham anasema sisi wote tulikuwa wapi? Pale. Amen. Amen. Il est dit, il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Amen. Amina. Sasa walikuwa watakatifu wenyewe walikuwa hai, wenyewe walikuwa kabasha nyakuliwa. Wale watakatifu wenyewe walikuwa hai, walikuwa nyakuliwa, walikuwa representés par Eli. Est-ce que mnaamini vile? Amina. Eli ndio alikuwa na representer wale watakatifu wenyewe walikuwa nini? Hai. Wenyewe walikuwa nyakuliwa plutôt. Moïse alikuwa na representer watakatifu wenyewe walishaka kukufa. Ile le si age, ile mabizazi sita vyote, wale watakatifu wote wenyewe waliamini ujumbe wa Paulo, Irene, Colomba, Luther mpaka Wesley. Tunaamini wale wote walikuwa represented par nani? Moïse. Ndio wale wote wenyewe walikuwa kukufa. Ndio kwa maana sisi tunaamini ya kwamba leo hapa wa Methodiste, banani ile majina yote wenyewe waliamini ile mabizazi sita vyote kushuka. Wale wote wenyewe biko leo wako na abudu kinyume na vile kisi Mungu anaweza kutayarisha. Ndio watakatifu wale wakati wote washa kupumzika. Washa kupumzika. Ndio. Amen. Amen. Na walikuwa représentés par Moïse. Amen. Amina. Laissez à mort excusez-moi. Et il y avait Élie qui se tenait là. Et là se tenait Moïse. Amen. Amen. Palikuwa nini? Elia alikuwa pale na palikuwa nani? Musa. Laissez à mort 3 points. Tout
avait aussi reçu la puissance vivifiante. Amen. C'est bon hapo wawili waliweza kupata nao ile nini? Nguvu ya uvuvio. Que ça soit celui qui était mort, que ça soit celui qui n'était pas mort, tous étaient là. Amen. Amen. Ndio pale vile sina Biblia na explique. Ase wenyewe alikuwa kukufa, na wenyewe alikuwa bado kukufa, wote walikuwa wapi pale kumlima ya nini? Ya mageuzo. Kumlima wa mageuzo ilikuwa nini? Ndio ilikuwa nini? Kuonesha vile kisi enlèvement itakuwa. Juu Yesu Kristo anaanza kuzungumza na wanafunzi wake. Ndio. Anawaambia aseme sio nyinyi wote wenyewe wataonjaka nini kukufa. Sio nyinyi wote wenyewe mtaonjaka kukufa. Patakuwa wenyewe wataona nini ujio wa pili wa nani wa Bwana? Ile siku akakamata nani? Jean. Akakamata Yohana akaenda tu na ni Yohana ndio aliweza kuambia. Mnakumbuka vile? Wakati alimwambia akasema sio watu wote wenyewe watakufa. Watu wakasema Yesu alisema kama Yohana atakufa. Haikuwa vile. Ilikuwa ni juu ya kuweza kuonesha nini ujio wake wa pili. Ndiyo. Sasa ile siku akaenda kuonesha sasa ujio wa pili siku unafanyika. Akaenda kuonesha sasa enlèvement iko nafanyika. Akawachukua sasa Yohana. Akaenda kumuonesha. Wakati Yohana alionaka pale akasema ndio vile nini secret ya nini ya seconde venue iko nafanyika. Inafanyika. Aonesha secret ya nini ya enlèvement siku nafanyika. Amen. Amina. Ndio na Biblia naona inatuonyesha kama sisi wote tulikuwa na siri representer pale. Bale wenyewe walikuwa si wenyewe tuko vivant, na sisi tulikuwa representer. Wenyewe tu representer alikuwa ni nani? Ni Eli. Amen. Wenyewe ni representer wale walikuwa nakufa alikuwa ni nani? Ni Musa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je continue. Je prends les sons de Pâques. C'est muhuri ya nini ya Pasaka. Et de 1965. Frère Branham dit ceci au paragraphe 196. Il est dit, et Moïse est monté sur les montagnes après 120 années de ministère. Amen. Ase Musa akaweza kuonekana kule kumulima baada ya miaka ngapi? 120. 120. Moïse akaenda kuonekana tena wapi kumulima? Meba ni muonaka wakamtambua akasema huyu ni Musa. Yohana alikuwa anamjua. Wakati alinuaka meje akasema sasa mimi naona Musa, wakaona na Elia. Sasa walijua namna gani? Juna hapo pale walikuwa mumili ingine tofauti. Ndio kwa maana waliweza kujua na. Hapa kwa tena mwa hii mwili hapana. Tusikie na bigizo na explique mzuri. Il a dit ou 80 années de ministère, c'est 120 années de la vie, de vie. Il est monté là-bas sur les montagnes et il est mort. Et il a été enterré dans la vallée. Mais cette puissance vivifiante, elle a été sur lui. Environ 800 ans plus tard, il était là-bas debout sur la montagne de la transfiguration. Amen. Amen. La Bible inasema ya kwamba Elia aliweza kuonekana, Musa plutôt aliweza kuonekana kule kwa montagne ya nini ya transfiguration baada ya hii miaka 400. Anasema c'était environ 100 ans plus tard akaweza kuonekana tena. Là debout sur la montagne de la transfiguration. Et qu'est-ce qu'il était? Il était inclus dans cette résurrection. Bien sûr qu'il était. Il avait la puissance vivifiante de Dieu. Il était là debout. Amen. Sasa ilikuwa ni nini? Alikuwa naye ndani ya ile nini? Ufufuko. Juu ya nini? Ilikuwa ni nguvu ambayo ilikuwa ya uvuvio ndani ya nani? Ya Mungu ambayo ilikuwa ni Yesu Kristo pale. Amen. Je continue, je saute un peu pour gagner du temps. Paragraphe 246, msikie sasa kwa makini. Il est dit ceci, considérez maintenant la transfiguration. Parce que moi c'est kuchunguza sasa ile kugeuzwa. Juste avant que nous terminions, la transfiguration, nous sommes tous représentés là-bas. Dans la transfiguration. Parce que moi c'est kuchunguza nini ile kugeuza. Kabla hatuweza kumaliza. Transfigurer kugeuzwa. Wala mageuzo sisi wote tulikuwa représentés par dans la transfiguration. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Remarquez là ce que nous avons aujourd'hui. C'est mutambue vile ambao tuko navyo leo. Mweze kuchunguza vile ambao sisi tuko leo. La puissance vivifiante de Dieu, nous étions tous là-bas. Amen. Amen. Ile nguvu yenye uvuvio ya Mungu sisi wote tulikuwa
Kama wewe mwenyewe utajitosha kama ukuwaka ile wakati ya transfiguration, na tutaweza kukutia hivi. Amen. Amina. Il est dit, nous étions tous là-bas. Il y avait les saints des saints représentés par Moïse. Amen. Amen. Ase palikuwa wale watakatifu wenyewe walizaa kukufa, walikuwa na represente na nani na Musa. Walionekana wapi kumlima ya transfiguration? Ndani ya nani ya Musa. Musa ndio alizaa kubarepresente. Sasa na Musa litokaka wapi? Musa litokaka nje kule fasi nyingine. Na Biblia inasema kama Musa ndiye alikuwa ndani ya nani ya Yesu. Amen. Musa kutokaka ayer fasi nyingine yote atoka ndani ya akujua ile kuakilisha watu wenyewe basha kukufa. Ile bizazi sita vyote Musa kwanza kubarepresenter. Amen. Amen. Ainsi il dit Moïse était représenté les saints des saints, il y avait la résurrection et Jésus-Christ est glorifié. Amen. Amen. C'est pas le kuwa ufufuo Yesu Kristo ambao anaweza kunini kutukuzwa. Et moi 3 points. Et après on a bien exactement Élisée 3 points. Moïse, Élie et Jésus. Amen. Amen. Tous debout sur la montagne. Les saints des saints, les saints à lever. Jésus glorifié. Oh là là. C'est pas le kuwa nini Musa na Elia na Yesu wote walikuwa wanashimama wapi hapo kumlima wa nini wa mageuzo, mlima wa nini mtakatifu. Asema watakatifu wote Yesu akakuwa nini anatukuzwa hapo. Tushuke kidogo. Paragraphe 257. Comme sur la montagne de la transfiguration, tous les prophètes et tout le reste c'est terminé. Amen. C'est kama vile kumlima wa mageuzo, manabii wote na vitu vingi vilikuwa vinabaki, vilikuwa vinaishia hapo. Tous les jours des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, c'est très bien, mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Aseme siku ya walitere, wa methodiste, wa presbyterie, ya Paulo, ya Kolomba, yote vilikuwa nini vya mzuri. Me ile siku ilikuwa ni huyu ni mwana wangu mpenda mumusikili. Wa kusikiliza alikuwa ni nani? Ni Yesu tu. Me pale wote wenyewe walifanya ile kazi katika ile vizazi sita, ilikuwa nayo ni mzuri. Ilikuwa ni mzuri. Maana mlikuwa nao watakatifu ambao walikuwa represented par Moïse. Je tuko pamoja? Amen. Mfuate mzuri. Sasa kupotea pale. Il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La parole pour cette heure-ci. Amen. Amen. Aseme ule mwana wangu mfisi wa kuweza kusikiliza ilikuwa ni neno kwa hiki kizazi. La parole pour cette heure-ci sio kizazi kia Musa tena wala kia Paulo wala kia Irene. Ni wakati ambao tuko tunaishi. Ndio. Amen. Amina. Amina. Sasa msikie mzuri. Ule mwana wangu mpendwa ambao mnapaswa kusikiliza, asema ni la parole pour cette heure ici. Asema ni neno kwa hii siku ambayo tuko tunaishi. Amen. Sio hii siku ya Jumapili, hapana. Ni siku ya mjumbe wa kizazi cha saba. Ni siku ya ujumbe wa William Branham. Ndio ule Yesu anafanyika tena nini? Neno. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il est dit pour cette heure-ci, l'heure des sceaux. Amen. Amen. Aseme wakati ya nini? Ya mihuri. Wakati ya Luther, wakati ya Kolomba, Wesley, Paulo hapa kusemaka juu ya mihuri. Hapana. Mihuri tulisikia wakati ya nani? Ya Branham. Amen. Amina. Ndio Yesu anafanyika tena nini? Neno. Bile vyote vya Luther, Kolomba, Wesley vilikuwa vya mzuri, ndio navyo viliweza kufanya nini? Watakatifu. Ndio. Tukoona Musa na barepresenter. Sasa leo na sisi tuko na Musa ambaye anaturepresenter. Amen. Amen. Amina. Kwa kufunua mihuri saba tunajua tuko bana. Amen. Amina. Kwa kufunua mihuri saba tunajua Yesu ni nani. Ndio. Kwa kufunua mihuri saba tunajua mahali ya kuabudia. Ndio. Kwa kufunua mihuri saba tunajua nini? Ule Bwana, tunajua ule mwana ambao tunapaswa kusikiliza kama ni Yesu Kristo, ambaye ni neno lililofanyika mwili. Amen. Amen. Amina. Aseme wakati ya nini? Ya mihuri. Wakati ya Litera mtasikia kama wanasema mihuri. Abikuwaki. Mihuri tunasikia wakati ya nani? Ya Branham. Sasa bandugu yetu wenyewe wanakatala ufunuo wa mihuri. Maana yake hawaamini ujumbe wa Branham. Amen. Amen. Ushasema vile tunavakwaza hapana? Ndio wazi frère. Frère Branham anasema nini? C'est la parole pour cette heure-ci, virgule, kisha anasema l'heure des sceaux. Amen. Kati ya mihuri.
maneno ambayo inaandikwa katika ile kitabu cha mihuri. Maana ni wakati wetu. Amen. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Je continue. Alors, que tous les mystères des temps passés qui avaient été cachés pendant toutes ces années et qui sont trois points, cette grande pyramide d'Ita a été coupée à la pierre de fête. Amen. Ase masiri zote ambazo zilikuwa zinafichwa katika nini miaka ya mingi. Ndio. Masiri zote ambazo zilikuwa zinafichwa katika nini Biblia. Wakati kuna mihuri saba inafunuliwa, yote vinakuwa nini accompli, vinakuwa wazi. Vitu vya kupasa papasa vinakuwa nini real. Ndio. Amen. Amina. Adoration inapitia kwa mtu mwingine anaombea, Mungu wenyewe mnaenda mnini mu adoration. Ndio. Amen. Amina. Ile piramidi ambayo ilikuwa nakatwa kipande kinaunganishwa. Amina. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je continue. Frère Branham. Et là, elle a été affinée de plus en plus afin que l'étoile de David puisse s'installer à sa position. Asa na hiyo piramide kaweza kusonga sana ikasogeleana sana ili ile nyota ya Daudi iweze kujiinstalleze kunini kuna nafasi yake. Et la glorieuse église du Dieu vivant s'élèvera comme les ailes d'un aigle. Amen. Aseme na kanisa itukufu ya Mungu mwenye hai itaweza kunyakuliwa, itaweza kuinuliwa kama vile nini mabawa ya nini ya tai. Amen. Na tuko nini wanatai. Amen. Juu tulipewa mjumbe ambayo ni nani? Ni tai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu amebariki sana. Amen, amen. Nitamiletea ile dese Jumapili inayokuja. Biko kizazi kimoja tu ambao ndio tunaona nini mwanatai. Biko bizazi vingapi bisa? Hii bizazi kia kwanza, kia pili, kia tatu palikuwa ni nani mwana kondoo. Kizazi kia tatu na kia ine, kia tano tunaona nani mwana wa mtu, fils de l'homme. Kizazi kia sita ndio tunaona nani befe, ngombe, kichwa kia ngombe. Kisha tunaona mkizazi ketu tuke pekee ndio kile kenyewe separe, tunaona nani aigle ambao ni nabii wa kizazi. Amen. Alikuwa anaona mbali. Mungu anamuonesha vitu vyenyewe vilifichwa katika Biblia vyenyewe vingine anakukusaka. Anaturudisha, anaenda Mwedeni, anaona mambo yalifanyika kama Mwedeni. Ni aigle ndio anapaswa kuona. Amina. Hapa pengine bote hapakugusia yake ile mambo. Anaona mbali, anaona nini? Bombe yenyewe itarudisha dunia kwa misingi yake. Hakuna mwingine mtu alionaka ile mambo. Amen. Amina. Ndio ilikuwa ni kazi ya nani? Ya tai. Na sisi wote tuko banani ba eglo, tuko batai badogo. Na sisi tunapaswa kuona nini mbali. Amen. Ndio vile Frère Branham anasema kanisa yenye tukufu itaweza kunyanuliwa kwa mabao ya nini ya tawi. Apporter là-bas dans la gloire. Amen. Sasa kunyanyuliwa inabeba huko katika nini? Utukufu. Je continue. Je prends encore ce relevé du soleil du paragraphe 303. Écoutez maintenant ici attentivement. Il est dit, et un jour, alors que j'étais moi-même fatigué de 3 points, j'ai dit, si vous 3 points, mon garçon plutôt, tu ferais mieux d'aller l'avant, tu es 50 ans, si excusez-moi d'expliquer d'abord là-bas. Siku moja ndugu Branham alikuwa shalini kwenye kuchoka, akasema, kijana wangu, kama itakuwa mzuri uweze kusonga mbele uko mali uko na ile miaka 15, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu feras mieux de te pécher de le faire. Amen. Asa kama iko naongea na kijana wako. Asa kama utajaribu kufanya vitu vya mzuri juu ya Bwana, itafanya mzuri sana uweze kuharikisha ubifanye. Tu te ferais mieux. Voyez-vous? Et là, ce matin-là, la puissance vivifiante vit, il m'a laissé voir au-delà du rideau. Amen. Asa hiyo asubuhi nguvu yenye kunini? Yenye uvuvio. Kama ile nguvu ambayo inaweza kuonekana kumulima ya nini ya Karmel, ilikuwa ni nguvu yenye uvuvio. Kumontanya ya nini ya Transfiguration, ilikuwa ni nguvu ya uvuvio.
Busubuhi tena ndugu Branham mwenye kuchoka kwa kitanda kuna relax. Nguvu ya ukuvio tena ikamukuia. Anamwambia before nende nikuoneshe ngambo ya pili ya pazia. Ikamubeba wapi kumbingu. Ili aweze kuvisit. Excusez-moi, hivyo aliweza kuvisit nini mbingu. Ndugu Branham anavisit nini mbingu. Tusikie mle mvisitation alifanya nini, aliona banani. Ndio. Tusikie. Il est dit c'est la puissance vivifiante vit et il m'a laissé voir au-delà du rideau. Ile nguvu zenye uvuvio zikakuja na zikaniacha niweze kuona ngambo ya pili ya pazia. Et je vous ai tous vus là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous allez dire amen à cela? Frère Branham dit que je vous ai tous vus là-bas. Amen. Wakati alivisite kumbingu alituona sisi wote pa pale. Amen. Mungu abibariki sana. Amen. Si walikuwa mko mkanisa, anakuja kutoka kumbingu anakuwa kuwapatia raporo ya binya aliona kule. Aliona watu wako kumbingu na viko wapi kudunia? Ase ndio Mungu ndio tuliabudu frère. Amina. Mungu ndio tunaamini anafanyaka vitu tofauti na vile sisi watu wanajigonjelea. Amen. Watu wanajigonjelea kwenda kumbingu wakati bako na nani? Banabadilishwa katika zimini. Wakati malaika anakuja anapiga parapanda, ndio wanaenda, sio vile. Sisi tushaingia mbingu na tuko tunatembea. Amen. Tushaingia mbingu na tuko tunaishi. Haleluya. Mungu amebariki sana. Amen, amen. Ndugu Branham anasema kama alituona sisi wote wapi? Pale kumbingu. Sasa wewe unyoka utajitoa bila kure? Si kibazo chanje, ni kibazo kyako. Uko unajitosha wewe peke. Ndio. Na hii wenyewe Branham anaona wako kumbingu sio watu wote. Sio watu wote. Juu wenyewe anaona kumbingu anapaswa kuona watu yake. Baki wenyewe waliamini ujumbe ya amina yake. Amina. Na ujumbe wake tunaujua, si ndio vile? Amina. Sio kubatize watu mjina la Yesu Kristo. Sio kurudisha mioyo za watoto kwa nani kwa baba, hapana. Ni ujumbe ambao ulikuwa kwa zamani. Ujumbe wa Nabii Branham ulikuwa ni kufunua nini mihuri 7 kwa kulipa watumishi saa 11. Wakati unapokea Saint Esprit, frère ndio unapokea ile ujumbe wakati wako. Amen. Unakuwa ule mtu ambaye nabii anaonaka kumbingu. Ndio. Amen. Amen. Watu wanakatana hawako mbingu, habiko waleve juu ya nini? Ndugu Branham hakuwaonaka. Amen. Sasa kama hakuwaonaka tamu accomplissement hawataingia. Abambo. Amen. Amina. Ndio tusema Mungu wetu anakuwa anafunua kwanza vitu kisha anakuwa timiza. Mufunua pale Nabii Branham alituona. Sasa muutimilifu tunapasha kuwa hemo. Amen. Sitaki kupakana mafuta sema na wote ugomo na uamini. Frère, venye badiamini ujumbe ya Amina. Ndio wenyewe wanaingia tu. Ndio. Amen. Amen. Sasa c'est vrai. Hata ulipe makuta za biaoni hivyo. Useme mimi nilibarikiwa sana nataka kujengea Mungu kanisa itanisaidia na mimi naenda kumini. Kama ndugu Branham hakukonaka, hautaingia. Sasa c'est vrai. Amen. Mungu ambariki sana. Amina. Sasa ndugu mimi natafuta kuomba mimi nakosa makuta ya dote mimi nitakudotele. Unasikia ile français nitakudotele frère. Kuzini naye ingia hata ingia kama ndugu Branham hakumwona. Haingii. Kia kufanya wewe uingie ufao uamini nini ujumbe ya nabii. Na ujumbe wa nabii ni nini frère? Funua mimi. Haleluya. Amen. Ujumbe wa Nabii Branham ni ufunuo wa mihuri 7. Mu révélation. Tu enlèvement ni révélation. Ndio. Ndugu Branham anakuwa enlevé mu révélation. Anatuona sisi wote kule frère. Amen. Sasa mu accomplissement hautakuwa hapo. Tuko obligé. Amen. Tukuwe hapo. Haleluya. Amen. Amen. Ni kweli hiyo ndugu. Dieu vous bénisse. Amina. Tushimama kwa kuimba wimbo tutuishia tena. Nasikia sasa nimchezee Mungu. Je, vitu vinaburudisha moyo. Amen. Nasikia moyo unaburudika kabisa sasa nichezee Mungu wangu. Haleluya. Branham alimuona kumbingu frère. Ndio. Ndio maana namwambiaka, kama siku moja wewe utaenda kumbingu na kutanisha mimi siko kule. Sema no Seigneur niko jehanamu, unarudia frère, urudie. Nzuri sana. Sio kama piko watu wanapasha kuingia mbingu ni si. Amen. Ndio ni tulifuata ujumbe ya Nabii Branham. Amina. Amina. Malaika anawaambia kushaleta watu wa kuamini wewe, hapana wa kuabudu. Baamini wenyewe ulifundisha. Sehemu ya mbingu isha kureserve kwako. Amen. Ndugu Branham anaenda kumbingu anaona watu wenyewe walimwamini. Ndio. Wenyewe walifuata mafundisho yake. Ndio. Tu watu huru frère katika Yesu Kristo. Haleluya. Cheze kidogo bwana. Haleluya. Mbele tuendelee kwa tumchezee Mungu Baba. Haleluya. Amen. Vitu vya kurudisha moyo. Ndio. Vitu vinakurudisha moyo frère. Tumchezee Mungu kwanza kidogo. Haleluya.
Tuona na nyinyi kama mko wetu wenyewe washafurahia. Kama mko wale watu wenyewe washaingia. Sisi kwanza Mungu wetu kidogo. Dada tupigie ngoma mzuri sana. Nasikia mchezee Mungu wangu kabisa. Haleluya. Sasa kidogo haleluya. Tu watu tuna mikro ya mbele. Amen, amen, amen. Tu watu Kama uko na jiretire wewe peke bila forever prayer. That is your problem. Amina. Brother Brother ameshamaliza kazi yake. Amen. Yeye alimaliza. Amen. Mungu anampatia prayer. Hivi vitu ndio tuliamini sio maji. Ndio. Hapa bana nabii bote. Hakuna unyasha ka visite kumbingu. Hakuna. Mimi nabii wetu kujia kusertitide juu yeye ndio kumalizia mambo yote. Anasema kuya uonje. Kuya uone. Ujionee. Anambeba pale tena naangalia. Hallelujah. Anapiesa kufundisha anasema nilibaona nyibo. Ndio. Ndio. Mimi niko hapa bali niona kumbingu. Kama wakuona kwa furi hata tuhubiri. Ndi. Tuanze leo mpaka tuna uhubiri au tutakuingiza hemo. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
Nasema no, la foi de Dieu pour ma brochure zenye frère Branham alihubiri tunaomba frère kwa ikalo mkwe na soma kila siku ndio utaingia na wewe. Hautaingia. Hautaingia. Jua hapa kukuonaka frère. Sasa. Amen. Amina. Benye biko bana rizi ile ufalme frère benye frère Branham alionaka. Amen. Amen. Amina. Na hawezi kuona benye bana baki. Alionaka njoba bake. Na kusudi kuwe wake fu muamini yeye. Amina. Kwa kuamini frère Branham sio kumwabudu hapana. Hapana. Ni kukubali vyote venye alihubiri kama ni maneno ya Mungu. Amen. Amina. Kukubali ufunuo wa mihuri ngapi? 7. Amen. Amina. Amina. Hallelujah. Amina. Hivi vitu vinachamusha roho. Amina. Vinachamusha roho sana. Ndio. Hata vile tunakusanyika kumbingu basha kutuona. Ndio. Kila watu wanakusanyika kumbingu wanapigana baende wapi kumbingu? Kumbingu. Vita frère. Amen. Baende kumbingu. Ndio. Sasa siku moja uulize baba. Mtaenda kwanza kumbingu kufanya nini? Hapajui wataenda kufanya kumbingu. Sio kule kumbingu ndio tuko tunaenda ndio kurizi. Amen. Ufalme wa ahadi. Amina. Amen. Amen. Kwa ndiko pale kuna nani na promesse yake chini. Ndio. Nasema c'est lui qui vaincra. Amen. Je lui couronnerai. Ndampatia nini taji. Baya kumbingu kama tunaenda tu kufanya visit wala tuende kwenda tu kumbingu na tunarudia, hata tusaidia mtu. Kumbingu leo tunaenda kurizi mfalme wa ahadi. Amen. Na kusudi turizi ifo tufanye nini? Taji. Amen. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hallelujah. Una injili ya mzuri sawa hiyo. Amen, 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 amen. Sio vitu vya kugusa bana. Amen, amen, amen. Nabii wa kizazi anasema alituona frère. Hata nampendaka sheria wangu sana siwezi muingiza kama bakuonaga. Hata marika bakuonaga sita kuingiza. Tuanze leo mpaka kesho tunahubiri sasa tumuingize na ingie. Acha ingia. Ifo Branham alikuonaga kule ndio. Ndio. Amen. Amina. Amina. Ni kweli kabisa. Vous êtes tous vus là-bas. Amen. Frère kama bakukuonaka hatuwezi kuingiza. Mais kama balikuonaka tu uko busy na uko kule ya mekaniki, wewe bashaka kuona zamani. Chakwa na uko mekaniki. Shaka kuona. Amen. Amen. Hakuna maajabu kile utafanya tena sasa nifanye kitu mwe coach. Niende nisaidie watu nifanye vitu vile na mimi. Asema hapana, maandiko nasema kama Dorcas alikuwa mama mzuri wa kupana ni. Kupana ndio ni mzuri. Amen. Mimi naita kufanya wingi. Kama ilikuwa ni vile. Hakuna mtu angeingia kama Wakatolika. Kama piko watu wanayua kupana na Wakatolika. Amina. Mnajua vile? Sasa hizi maasere manini zote ni wa miungu ilianza nani na baro? Na Barome. Ni Wakatolika. Ndio. Kusudi tu kwamba ni voyage kule ulipaka nani hapo? Hapo. Msande tu kwa UNHCR. Inga kwa utumbo unakula mkati kutoka kwa UNHCR. Ndio. Watoto wako wanasoma bure, boyo. Wanaweza kupanda sana kuliko watu wote. Ingekuwa ni vile si wote hatungeingianga. Mes frères Branham alituonesha si wote tuko ndani, hadi tuona. Amen. Kama nisome tena pale vingi mzuri. Amen. Sasa kwa mwenyewe alifamisi. Frère kwanza kukua. Frère walikuonaka ndio pale waseme. Amen. Mungu alitupenda sana. Amen. Ndugu Branham anaona bantu mbingu frère. Amen. Kwetu hapo fasi. Muliandika? Hallelujah. Mulipandika? Jumapili nitauliza ile fasi. Ifo muandike. Jumapili nitauliza frère Branham unaga badani kumbingu. Ile ni kitu kinyume unapaswa kuna tembea nazo mroho. Hata niko natembea hapa naenda kukazi nafanya disability frère. Mungu ashaka kuniona wapi? Kumbingu. Amen. Bila nikana sometimes kama ni muza watu ndio message ile frère. Ndio message ile. Mungu ashaka kutuona kumbingu. Tuko nakusanyika hapa na watu mimi bako wanatoa kama tuko pamoja kumbe hata sisi bashaka kutuona zamani. Sasa frère. Sasa frère. C'est le lever du soleil, c'est kuamsha kwa nini kwa juu? Kwa jua. Kwa jua. Maana inakuwa ni siku nyingine tofauti na nyingine masiku. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 303. Amen. Il est dit ceci. Et un jour, alors que j'étais moi-même fatigué de 3 points, j'ai dit, si vous 3 points, mon garçon, tu feras mieux d'aller de l'avant. Sasa siku moja mimi mwenyewe nisha kuchoka tu mimi na ikana nasema kijana wangu ungefanya mzuri uendelee mbele lava tia 50 uko na miaka 15 si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur tu feras mieux de pécher
et de le faire. Amen. Amen. Kwa miaka 15 kama utafanya kitu kia mzuri juu ya Bwana, ingekuwa mzuri uharikisha ili ukifanye. Tu te fais bien. Et voyez-vous, là, ce matin-là, la puissance vivifiante vit et il m'a laissé voir au-delà du rideau. Amen. Amen. Sasa unakuwa mwenye kuzeeka. Unaona? Hiyo siku moja ya asubuhi ile nguvu ya uvuvio ikakuya ikaniacha mimi niweze kuona ngambo ya pili ya nini? Ya pazia. Aiza kuvisite nini kumbingu. Ndio. Et je vous ai tous vus là-bas. Amen. Sasa nilibaona nyinyi wote hapo. Hakukuwa naambia watu wa kizazi kia Paulo, alikuwa naambia watu wa kizazi kyake kwa milio ujumbe yake. Na ujumbe yake tumesha kuifundisha hapa tunaijua. Ndio. Amen. Amina. Sio watu wote, Benyalo unaka ni bali Benyalo kwa kuzungumza nao bila siku wenyewe waliamini kama yeye ni nabii. Ndio. Wenyewe waliamini ufunuo wa mihuri 7. Amen. Ndio Benyalo unaka pale. Ndio. Amen. Amina. Il est dit, je vous ai tous vus là-bas. Il est dit, oui. Anasisitiza, maki souligné, oui. Voyez-vous, il a dit, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as aimé, ils te sont donnés. Amen. Amina. C'est sauti kamwambia. Ndio. Wale wenye ulipenda wewe. Ndio. Na wenye balikupenda. Balikuwa walikupatia nabo. Amina. Banakuwa banani babrana? Ndio Abraham. Amina. Hatukuwa Abraham ndiye banakuwa banani babrana? Abraham ndio nini walikupenda Abraham? Na Abraham na kabapenda. Mungu akasema hapa ni bako. Amen. Amina. Ndio kwa maana hakuogopa na kuogopa. Anasema kama kizazi ya Paulo watakuwa jije. Na mimi nitakuwa jije na mimi bangu watapita. Juu nilihubiri kama Paulo hakuogopa. Ndio. Juu iko na bake batu. Paulo iko na bake batu. Ndio. Amen. Amina. Sisi hapa tuko batu banani babrana? Amina babrana. Amen. Ça c'est vrai. Ushajiretire tena maiki hapa kukuonaka. Yako. Que Dieu vous bénisse. Amina. Tuko maana nasemaka kama mnakumbuka nimewahi kunionyesha. Kila kitu kiote kama uko mtu wenyewe ulipenda Branham. Na Branham alikuonaka. Tusiforce mambo frère. Hapana. Amen. Kia wewe kufanya sasa tembea munyayo za nani za nabii. Tembea munyayo za Branham. Amen. Si wewe uko nyuma yake. Mtoto anakuwa nini ingrat, mwenye kiburi. Anasema wewe mtoto unakatala kuamini message yenyewe niamini na yako ndio ya kweli nitakulainia. Frère Branham akwaka vile. Frère Branham anasema amupende. Ndio. Kama unampenda na wewe ulipenda Branham na Branham anakupenda, Mungu atakupatia ule mtoto. Amen. Amina. Kweli kabisa. Amina. Sio mtoto ni kiwerewere kibumbafu. Hapana, makao ya mpenda. Penda ule mtoto. Ndio. Juna unampenda Branham na Branham anakupenda. Mungu atakupatia naye. Amen. Frère Branham kumbiwa anaangalia pembeni anaangalia kumbi bibi yangu nilikuwa nampenda. Anamuona pale. Si Mungu alishampatia naye. Ndio. Alimuona kama bibi yake. Amina. Alipendana na focus alikuwa na hosi yake. Kuangalia kumbi kumbi hosi yao nilikuwa naipenda. Akaiona hosi iko kumbini. Hosi. Juu ya nini alipenda? Alipenda. Juu sauti anapaswa kutimiza. Benedi mwambia. C'est tout ce que tu as aimé. Uko ni bantu, uko ni bintu, uko ni kitu chako kyote kenye ulipenda, nilikupatia na kyo. Amen. Kwenye hosi lingia frère, juu tu ya mapendo. Sasa mara ngapi sasa si? Kia kufanya maana yake na sisi tunapaswa kumpenda nani na nabii. Kwa kupenda nabii sio kumwabudu hapana. Sio kupiga magoti mbele ya foto yake wala kufanya kilte ibada mjina ya Branham hapana. Ni kukubali venye nabii alifundisha kama ni maneno ya Mungu. Na envelope yake ni ufunuo wa mihuri 7. Amen. Amina. Tusilainie watoto frère. Kama hana akili sawa yako, angali mtoto. Kwa vitu vingine wakati ya mtoto haizi vifikia. Hivyo ikile tunakomana ndio vile naiko na nani? Na unakuwa. Amen. Sema message vraiment hii masiku yote Sunday school wanatufundisha kama tusikuwa na vala mapantalo. Wewe uko na vala pantalo utakulaini hapana. Frère Branham akutuambia vile. Tout ce que tu as aimé. Bote wenyewe ulipenda wewe Frère Branham. Nilikupatia nabo. Si ulimpenda Frère Branham?
na yeye anakupenda maana uko wake. Sasa na wewe unafuata tembea nyayo zake. Ndio. Penda na wewe wale watoto. Mungu atakupatia na moyo. Hawatapotea kama. Amen. Amina. Tuko pamoja. Ndio. Msibebe moshi. Watu wako tayari kubeba moshi leo. Moshi ni kitu kibaya sana frere. Acha kubeba ndio moto frere, ende kujenge mzuri. Ndio. Beba moto, acha na moshi. Sasa hivi alikuwa anasema vile Sazi moya ni mtu fulani, sazi moya ni ndugu fulani, wala ni dada fulani. Sio vile. Tuko na nukuu nabii. Amina. Tuseketi yae. Iteleze done. Amen. Amen. Amina. Kia kufanya ni kumpenda nani? Nabii. Kia kufanya ni kumpenda nini? Mtoto yako. Kufanya ni kumpenda nini? Bibi yako wala bwana yako. Mungu atakupatia na yeye. Na kumbingu utamuona. Nzuri sana. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Amina. Mungu awabariki sana. Amina. Il dit tout ce que tu as aimé. Que tu as aimé et tout ce que t'ont aimé, ils te sont donnés. Amen. Vous voyez? Je les ai tous vus là-bas. Amen. Ase nilibaona wote hapo. Na vitu vyake vyote venye alipendaka akaviona wapi kumbingu. Alléluia. Amen. Il est dit. Comme cela, qu'est-ce la puissance vivifiante. Amen. C'est kama hivyo vyote ni nini? Ni nguvu yenye kunini? Kuvivifie ya uvuvio. Amen. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Sasa tusikawie. Sasa hivi wenyewe mnasikia kwa kidogo sasa hii tushaendelea sasa mtavipoteza. Inaongoza tushimamie hapa leo. Tutakuwa tofauti na masiku mengine. Tunazoea kutoka 12 tutoke mapema mwende mkuli na mwende na meditate ile neno kama Mungu alituonaka kumbi. Na Biblia alituonaka kumbi. Si wote tulikuwa kumbingu. Amen. Na kujua kama alevema ni mambo ya kiroho. Alevema ni ufunuo. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amina. Sasa kama itakuwa ni ile bombe itaturudisha tunaamini. Amina. Kama ni Kristo mwenyewe atakuwa mwingine namna ya kutubeba. Amen. Juu tushakuwa samani yetu mumbi. Ndio. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amina. Tusimame frère, tushukuru Mungu wetu. Tusimame tuombe Mungu ila tuwezeshe hivi machache yetu tunapokea. Shetani asitupokonye na yote. Haleluya. Et Dieu vous bénisse. Amina. Souriant, éclaire ton visage, lève les mains vers Jésus que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Souris, oh souris donc, éclaire ton visage. Lève les mains vers Jésus que tu aimes, c'est la main de ton voisin du pèlerin. Souris, oh souris donc, éclaire ton visage. Lève les mains vers Jésus que tu aimes. C'est la main de ton voisin du pèlerin. Oh oui, souris donc, éclaire ton visage. Lève les mains vers Jésus que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Karibuni kwa maombi sote kwa dakika chache kama nataka kupiga magoti au kusimama. Muombe Mungu. Kimbilio la vizazi vyote, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Jina lako ni Yesu Kristo, mfalme wa amani. Tunasema amani na salama yako. Tunasema ukubio wako, uwepo wako kwa yote ambao unatutendea. Tunakupigia asante na shukrani kwa kujibu maombi ya watakatifu wako. Tunakupigia asante na shukrani kwa yote ambao unatutendea Yesu, kwa ujumbe. Tunakupigia asante na shukrani Seigneur Yesu Kristo kwa kutufanya kwa taifa tofauti katika ulimwengu wa sasa. Tunakupigia asante na shukrani Bwana kwa yote ambao unatupatia. Pumzi ya hai, muujiza ya mkubwa kwa wake Bwana.
ambao unatupatia miujiza ya kukua. Mfalme wa amani, tunakuja tulivyo na mizigo yetu yote mbele zako. Tunakuja wenye wadhaifu, tushughulikie, tushindie Baba. Acha amani na salama yako iweze kuonekana na kila mmoja wetu. Yesu Kristo, mfalme wa amani, tunakuomba wewe mwenye mweza yote, mwezesha bibi harusi wako mbinguni. Tunakuomba kubariki wengine, usisaulike nasi pia Yesu. Tunapokuwa sendeshe zingine tunatangaza wengine, usisaulike nasi pia kutangaza kwa mtu tunakitayo bila kualika mwenyewe. Asante Bwana kwa mjumbe. Asante Bwana kwa kuwezesha na viko za kuona bibi harusi wako na watu wako. Oh yes. Tunapiga magoti na kufundisha pamoja. Tunabisha vitendo vyetu. Acha mawazo yetu yote. Acha maproje zetu zote. Na wewe Bwana. Akatuona na sisi, basi tupe hiyo imani, tukamilishe katika hiyo imani ndani ya neno lako Bwana, ndani ya ujumbe wa wakati wetu. Tupe imani kushikamana katika imani ya uaguzi, imani ya ufufuo, imani ya bibi harusi, imani ya kufunuliwa kwa mwili sawa. Hata hiyo imani kwa pale, hata hiyo imani kwenye kazi, hata hiyo imani ume, hata hiyo imani iweze kutushikilia na kuweza kukaa kwenye mbingu ambayo mtumishi wako na aliona Alléluia, il prend soin de toi. Oh, Alléluia, il prend soin de toi. Oh, pendant les jours, Alléluia, il prend soin de toi. Oh, oui, pendant les prends soin de toi. Oh, il est pour nous chantons ensemble. Il est pour nous. Alléluia. Il est pour nous. Through sunshine. Oh, oui. Through sunshine. Bien-aimé tout-puissant Père, Alléluia. nous demandons que cette shalom, Alléluia. cette paix du Seigneur Alléluia. soit avec nous dans les rentrées de nos domiciles. Alléluia. Accorde-nous la solution de ce que nous avons écouté, que ça puisse vivifier nos cœurs, Alléluia. ça puisse nous donner encore la joie de notre salut, Oh yes. ça puisse nous donner encore la foi de persévérer Alléluia. jusqu'à ce que tu accomplisses tes promesses. Yes. Yes. Oh Jéhovah Jireh, Ah. je suis un rien, un indigne, un pécheur, Alléluia. sauvé que par ta grâce. Yes. Mais même mon frère et ma sœur, nous tous nous sommes sauvés par ta grâce. Alléluia. Demandons que cette grâce, Oh yeah. l'amour et l'œuvre de Golgotha Amina. puissent nous accompagner dans tout sortarié. Ah. Les malades, les affligés, puissent tout le monde Amen. à ton nom Jésus-Christ. Ah. Les rétrogrades ramènent tout le monde sur la ligne de ta parole. Pardonnez-nous toutes nos pensées, nos péchés, nos iniquités et nos erreurs. Ah. Nous venons tels que nous sommes, sans rien cacher, surtout
je demande de nous faire rassembler encore le dimanche prochain. Nous allons te remercier car ta parole nous dit qu'il ne manquait pas de se rassembler comme était le coutume des autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec mon frère, ma soeur, et permets que les bénédictions des premiers-nés puissent nous accompagner, Seigneur. Jéhovah Jireh, je demande toutes choses ainsi par l'autorité du Saint-Esprit, à ton nom Jésus-Christ, que je te recommande toi ainsi en disant Amen. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Tena na amani na salama Yesu Kristo. Amen. Tutasalimiana pale tulivyo. Kisha tutarudi tutakutana tena Jumapili ijayo kama Mungu anatujalia sana. Amen.